kijana. Ni kijana mzuri. Ni kijana mzuri. Na hii ni kazi ya sio kwa hivi, si kupenda kwake kwa hivi. Hii ni kazi ya watu wa nyumbani. Ndio wamemfanyia hivi. Watu wa nyumbani wamemfanyia makamuzi. Wamemfanyia makamuzi. Sasa tutamsaidia. Tutamsaidia na niko na uhakika atakuwa sawa. Wow. Baby Taka, where is he? I am okay, in 1 Mike, you're supposed to be very happy. In 1 2 3 mfungue. Babe, I knew you just give me something that is 3 high. I've seen Mike. Babe, you know, hata na feel ni kama hii ni a total waste of time. Hapana, this is a total waste of time by the way. Na hizi ma surprises zako kaa nazo. Hata sio lazima nikuwe na gari. This is a total waste of time by the way. This is a total waste of time. Na kwani ulikuwa unanipatia nini hiyo kubwa sana? Investment ya nini? Unataka nipiganishe hapa saa hii? Don't do that. I can do it. Kwa sababu mbona anaona ni kama ni kunifanyia. Mbona unaona ni kama ni kunifanyia kitu ya maana sana? Network inasumbua. So Mike ndio mtu unampenda kiukweli kabisa, naona mwingine zaidi yake. Yeah, sinakwambia he's my 911, my only emergency call. Mwenye ako na hii roho. So hadi sister yako unamjua? Anamjua umesema? Anajua sistangu anamjua. Yani wanajua na fiti. So hakuna kitu ya kushuku hapo. Leo wanangu nguvu wanangu bado watanjoka zinafanya amazing zaidi mazina. Nashukuru sana kwa support yenu bana. Bila nyinyi sasa singeweza kufika sehemu ambayo nimefika. Alafu mnifanya jinsi mtamu. By the way, niko hapa na Daktari Kiboko. Kana Daktari Kiboko niko na Devi. Na Devi kweli yeye mwenyewe anasema kweli anahitaji mambo yake yawe fresh barida, na kweli yeye ameaminia daktari. Na vile kazi ambayo daktari amemfanyia kidogo, ameamini kabisa Daktari Kiboko ni kiboko yao, na anaamini kabisa mambo yote yataenda fresh barida, na ni vizuri tuweze kujua kabisa ni kipi kinaendelea, na daktari amesema tuje tukutane sehemu hii, na yeye ana mpango wa kufanya kila kitu kiwe fresh na fresh barida. Na Devi mwenyewe alifurahi sana. Tayari ashamshukuru daktari because amejua kabisa kando na zile hela zake ambazo zimepotea. Amesema sio kesi, cha muhimu zaidi ndugu yake arudi awe sawa, na ni Mungu tu amemkutanisha na mimi, na ni kitu ambacho kwa kweli kinanifurahisha sana, na yeye ni kitu ambacho kimemfurahisha. Inakuwaje? Shikamoo daktari. Marhaba kijana. Uko salama? Niko salama sana. Hata mimi niko salama daktari, na nashukuru sana kwa kuwa na moyo mzuri wa kusaidia, na moyo huo ulio nao naamini kabisa utasaidia watu wengi sana ambao wanahitaji msaada wako. Na daktari, I don't take that for granted. Mimi niko hapa kwa ajili yao. Na niko hapa kuwasaidia kila yeyote atakaye usaidizi wangu. Huyo kijana niko hapa kumsaidia. Na nataka nimwambie kila kitu chake anachokitaka kitarudi. Na hasa huyo kijana yao mwenye alirukwa akili, mimi nataka nikwambie hata saa hii nishamvuta. Unavuta kweli? Itakuwa shukrani. Utakuwa shukrani kubwa. Ndakushukuru sana. Hata kwa sasa hata na shukrani ninashukuru. Vitu zangu zitarudi. Sina hiyo uhakika. Una uhakika tena? Una uhakika kivipi ndugu yangu, na unajua kabisa kila kitu kitakuwa sawa? Nikushangaa ushaistuka. Kitu inafanyika yani hujaiona. Juu kwa hii dunia. Nyewe shukuru na washukuru sana kwa kunifanya at least uko na moyo na nione hata mwangaza, mambo inaendelea. Ndashukuru sana nikimuona ndugu yangu. Sasa mimi kitu nataka niwaambie, huyo kijana vile nimemwambia, nishamvuta, ako njiani anakuja. Na ataingia hapa. Na iwezekanavyo nitamtengeneza kuwe sawa. Kijana ni kijana amesoma, na mimi nataka nimsaidie aweze kujisaidia na yeye pia. Na yangu inaenda kwa huyo kijana hapa,
akipata ya mali zake arudi azipate vizuri. Asisahau huyo kijana, ajaribu kumsaidia. Siwezi msahau. Huyo ndiye damu yangu, huyo ndiye wetu milele, huyo ni damu, huyo Unajua daktari anahitaji amtengeneze kabisa. Daktari, umesema unahitaji amtengeneze arudi hali yake ya kawaida na ajione kabisa anafaa afanye vitu vyote vizuri. So umesema yuko mbali sana? Yuko mbali, namuona. Namuona ni kama kutumu karibu. Atafika muda usio mbali sana. So daktari, hii kazi naona unaifanya kwa utaratibu na kwa ustadi wa hali ya juu, na ni kitu ambacho kwa kweli nimefurahikia sana daktari, na huo moyo ambao ulionao ni moyo mzuri sana. Mimi sitaki kujisifu. Nataka tu hawa watu nimewasaidia, ndio waone kazi yangu, ndio waweze kunisema hapo nje. But mimi naye ni kiboko yao. Baadaye daktari, kazi yako hata hakuna haja ya mtu kukusema, because kazi yako is just self evident na kila kitu kinaonekana kabisa kwenye macho ya binadamu. Watajionea. Watajionea. Ukisema mimi ni daktari kiboko yao, daktari kiboko yao ni daktari anayesaidia watu. Na utaona tu. Utaona vile huyo jamaa kuja nitamsaidia vizuri sana. Huyu. Wow. Uje mwana kwa niko wapi hapa? Huku ni wapi? Daktari, kwani ambao nako hivi? Huyu ni graduate anakaa hivi. Huyu ni graduate anakaa hivi. Mtu ako na degree, amepiga PhD zake. PhD zote ndio hizi. Ako na degree lakini. Hello, ni aje? Ni aje? Hata hizi ongea. Guy. The last time ulimwona ni 5 years ago. Shika ni 5 years hata juu nimechanganyikiwa. Ni aje bro? Ni aje? Kweli. Daktari. Ndio huyo? Ndio huyo hapa. Niliwaambia atafika muda msio chache sana. Ndio huyo amefika. Unajua hiyo ni kazi yangu. Hamkujua atafika, lakini mimi nimemvuta akafika hapa. Sasa huyo kijana, unaona ni kijana bado ako na mwelekeo. Bado ni kijana anaweza enda mbali sana. Na nataka tumsaidie. Nataka tumsaidie arudi vile alikuwa. Ukimsaidia nitashukuru sana. Hii maneno naona ni kama kwani naona ama nasioni vizuri. Bro, ni aje? Ni aje bro? Anaitwa nani? Anaitwa nani? Brother. Anaitwa nani bro? Brother. Baka Ufai kwa na wasiwasi bro, daktari yuko hapa atakusaidia daktari. Lakini daktari yako hapa kila kitu itakuwa. Anaitwa nani? Little brother. Tulikuwa tunamuita little brother. Anaitwa jina lake nani? Si you know your brother. Kwani si brother wewe umechanganyikiwa? Paka nimechanganyikiwa hadi sijui. Usi ni mmoja tulikuwa anaita. Anaitwa nani? Ndugu yako anaitwa nani? Yeye jamaa tulikuwa Ken. Yaani umechanganyikiwa mpaka brother yako uje anaitwa Ken. Huyo kijana ni kijana mzuri. Yaani kijana mzuri. Na hii ni kazi ya kwa hivi si kupenda kwake kwa hivi. Hii ni kazi ya watu wa nyumbani. Ndio wamemfanyia hivi. Watu wa nyumbani wamemfanyia makamzi. Wamemfanyia makamzi. Sasa tutamsaidia. Tutamsaidia na niko na uhakika atakuwa sawa. Wow, daktari ukimsaidia mimi nitashukuru sana. Sasa huyo mwache tu kwa mkononi mwangu. Nitaweza kumsaidia vizuri sana. Ningetamani sana umtengeneze sasa hivi daktari, akue sawa. Ndio angalau pia atupatie story yake. Napenda tu Ken akwepo. Mimi daktari. Na hizi nywele mbona ametengeneza smart hivi ama naona ziko very clean. Mimi ni daktari kiboko yao.
huyo lazima ataongea. Unaitwa nani bro? Ndugu. Kijana. Ndugu Ken, mambo? Bado hawezi kuongea, wacha nimwekelee kiboko moja. Tuone kama ataongea. Kijana. Unaitwa nani? Ken. Ken. Hapa unajua ni wapi? This is happy. I'm happy bro. Hapa ni wapi? Brother. Hapa ni wapi? Ndugu yangu. Ndugu yako huyo? Ndugu yangu. Ulimwona lini mwisho? Mungu ni mwema. Kitambo sana. Mungu ni mwema. Umepotea sana kwa hizo miaka 5 ndugu, sijakuona 5 years. Hata huwezi kumbuka. Miaka 5. Life yako ilikuwa mbaya, hata siamini ni wewe. Ni wewe kweli? Hii nimeamini. Bro, kwa sawa? Nimeona birthmark. Nasikia birthmark yenyewe. Big brother. I'm a big brother kama uikumbuki. Kumbuka vizuri, Dave. Daktari? Yeah. It's me. Unaona saa hii anaweza ongea. Anaweza jitambua. Karibu. Saa hii amejua huyo ni brother yake mkubwa. Daktari. Asante sana. Asante daktari kwa kufanya mazuri. Ken, hebu tuketi chini tuongee. Huyu nani Dave? Kuja ukae tukueleze. Kaa chini ueleze kidogo bro. Kueleza kila kitu. Yaani watu wanaamua kuharibu watoto wa wenyewe bure tu. Songesha kiti hapa Dave. Songesha hapa daktari. Hata bro, ukajua brother yako pia vile mambo amepitia bro. Hata mimi nimepitia maneno mingi sana. Tunasema miaka ngapi? Sasa nimefurahia. Ati ni miaka ngapi? 5 years bro, ni 5. Na nani anakutengeneza nywele smart hivyo bro? Na yako very clean. 5 good years. 5 years. Yeah. Dave. Unajua mambo yamekuwa ikiendelea hapa. Hebu nieleze. Nilisafiri, nilienda kazi ng'ambo. I'm from the US. Nilikuwa US. Hata sijakaa sana. I came some days back. Saizi ndio I'm happy. Now what happened? Ona. Yeah, huyu anaitwa Daktari Kiboko. Mimi Daktari Kiboko yao. By the help, huyu ndiye alitusaidia. Yes, kama sio ndugu yangu hapa na daktari wangu hapa singesaidika. Tuko na vitu mingi sana za kushare. We have so many things to share. Walai, you're supposed to sit somewhere where you share everything. Mwende mkae pamoja, mwende mfanye kila kitu. Bro, uko sawa? Now you are fine. Saizi you are the one. Nasikia niko sawa. Umekuwa ukiishi wapi? You are now normal. Mimi hata nashangaa 5 years. 5 years. Hata sijui. Hata uelewi kabisa. Hata najua ukionekana mtu akikuona karibu home, wakuona hata usema hapana. Huyu nyumbani amerudi nyumbani. Nyumbani tutaenda lazima tukupeleke uone mama. Ndio na dadi pia wakuwakaribishe. Hebu kwanza nielezeni. Nakwambia. Daktari, hebu mueleze kidogo angalau aweze kuelewa. Sikiza. Wewe ni msomi. Umesoma sana. Na hiyo masomo yako haijakusaidia. Watu wa kwenyu waliamua kufanya hivi. Na ulikuwa umechanganyikiwa akili. Mimi huyu akakuja Kalias na huyo kijana mdogo wakaniita niweze kuwasaidia. Huyu brother yako mkubwa alikuwa amekurumia sana. Sasa mimi pia mimi ni kiboko yao. Nikaona sasa nikusaidie. Na utaweza kurudi normal na vitu zako utafanya vilivyo vile ulikuwa umezipanga. So mtaweza kuongea na brother yako, muelewane, muongee maneno moja mbili, muone vile mtasaidiana. Wow. Lakini mimi naye nimekusaidia na furaha. Hiyo furaha ndio. Unasema watu wetu ndio walinifanya hivi. Kuna wale watu walikufanya hiyo. Hao hiyo ni hadithi yetu mimi na wewe. Wa damu.
Watu wa nyumbani, watu wako nyumbani. Bro uko sawa sasa hivi bro. You're not supposed to worry bro. Daktari, kwa kweli acha tumwache tuende apumzike, na kwa kweli sitaki tumpotezee muda wake mwingi na muda wako mwingi pia, na maana najua kana kazi mingi ya kufanya. Bro, go relax, go with your brother, na anytime any day tukihitaji usaidizi wako na kuja kwa so close, tafadhali let us have a plan vile tunakutana kila kitu, tuone vile mambo yanakosa. Ndio hiyo. Nashukuru sana kwa kila jambo. Daktari, naacha nikuache uende kushughulikia mambo mengine. Na najua daktari ana kazi mingi ya kufanya, kashughulike. Tuone vile tutakuwa for now. It's bye bye till next time. Tuone vile mambo yanakuwa.